Swali muhimu ambalo linapaswa kujibiwa kwanza ni hili: je, mapenzi ya Mungu kuhusu mahusiano ya kijinsia ni yapi? Biblia inaonyesha wazi kwamba mpango huo ulifunuliwa tangu mwanzo kabisa wa uumbaji wa mwanadamu. Katika Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 27, inaelezwa kuwa Mungu aliwaumba wanadamu kama mwanaume na mwanamke. Hii haikuwa ajali wala bahati mbaya, bali ilikuwa ni sehemu ya mpango maalum wa Muumba. Zaidi ya hapo, Mwanzo sura ya pili inaeleza kwa kina sababu za uumbaji wa mwanamke. Kwanza, Mungu aliona kwamba haikuwa vizuri kwa mwanaume kuwa peke yake. Mwanzo sura ya pili mstari wa 18. Pili, mwanamke aliumbwa kama msaidizi anayemfaa mwanaume, yaani anayekamilisha mahitaji yake ya maisha. Tatu, kupitia muunganiko wa mwanaume na mwanamke, kizazi cha binadamu kingeendelea. Hivyo basi, mwanamke alikuwa suluhisho la kimungu kwa upweke, alikuwa msaidizi anayefaa, na pia alikuwa njia ya kuendeleza uhai wa binadamu. Mtazamo huu wa awali haukubaki tu katika Agano la Kale. Yesu Kristo mwenyewe aliuthibitisha aliposema kwamba tangu mwanzo Mungu aliwaumba mtu mume na mke, Mathayo sura ya 19 mstari wa 4 hadi wa 6. Mtume Paulo naye alisisitiza umuhimu wa ndoa kati ya mwanaume na mwanamke kama njia halali ya mahusiano ya kijinsia, Wakorintho wa kwanza sura ya 7 mstari wa 2. Hivyo, maandiko yanaonyesha wazi kwamba mpangilio huu ni wa kimungu na wa asili. Hata hivyo, baada ya muda mfupi tangu uumbaji, binadamu alianza kubadili mpango huo. Mfano wa mapema unaotolewa ni Lameki, ambaye ndiye wa kwanza kutajwa kuwa na wake wawili, Mwanzo sura ya 4 mstari wa 19. Hii inaonyesha mwanzo wa kupotoka kwa mpango wa awali wa Mungu. Kama Mungu angekusudia mfumo wa wake wengi, angeweza kuumba wanawake zaidi kwa ajili ya Adamu, lakini hakufanya hivyo. Badala yake, alianzisha muundo wa mwanaume mmoja na mwanamke mmoja. Tukio la Sodoma na Gomora. Katika Mwanzo sura ya 19 mstari wa 1 hadi 11, kuna simulizi muhimu kuhusu mji wa Sodoma. Kabla wageni waliokuwa wamemtembelea Lutu hawajalala, wanaume wa mji huo, kuanzia vijana hadi wazee, walikusanyika na kuizunguka nyumba. Walimtaka Lutu awatoe wale wageni ili waweze kuwajua, neno ambalo katika muktadha huo linaashiria tendo la kimwili. Yaani wanaume hao waliomba kulala na wageni wa Lutu ambao ni wanaume pia. Hapa ndio dhana ya ushoga inatajwa kwenye Biblia. Lutu alijaribu kuwazuia, akawasihi wasifanye uovu huo. Kwa mshangao, aliwapa hata binti zake wawili ambao hawakuwa wamewahi kuwa na mahusiano ya kimapenzi, akiwashauri wawafanyie watakavyo badala ya kuwadhuru wageni. Hata hivyo, wanaume wale walikataa na hata kumtishia Lutu. Walijaribu kuvunja mlango, lakini wale wageni walimvuta Lutu ndani na kuwafanya watu wale wapofuke ili wasiweze kuendelea na jaribio lao. Kwa muda mrefu, tukio hili limeeleweka kama ushahidi wa kulaaniwa kwa matendo ya jinsia moja. Ndiyo maana hata neno usodoma limekuwa likitumika kuelezea matendo ya kijinsia yasiyo ya kawaida. Je, ilikuwa ni kukosa ukarimu? Baadhi ya watu wamejaribu kueleza kuwa tatizo la Sodoma halikuwa ushoga bali ni kukosa ukarimu kwa wageni. Wanadai kwamba neno kuwajua linaweza kumaanisha kufahamiana tu. Hata hivyo, tafsiri hii inapingwa na muktadha wa maandiko. Kwanza, katika lugha ya Kiebrania, neno kujua hutumika mara nyingi kama njia ya heshima, euphemism, ya kuelezea tendo la ndoa, Kitabu cha Mwanzo sura ya 4 mstari wa 1 na pia sura ya 19 mstari wa 8. Pili, kama nia yao ingekuwa ni kufahamiana tu, basi isingekuwa sahihi kwa Lutu kutoa binti zake kama mbadala. Kitendo hicho kinaonyesha wazi kuwa kulikuwa na nia ya kimapenzi. Mtazamo wa kitabu cha Agano Jipya ni upi hasa? Katika Agano Jipya, Mtume Paulo anaelezea hali ya watu waliomwacha Mungu na kufuata tamaa zao. Katika kitabu cha Warumi sura ya 1 mstari wa 26 hadi 27, anaeleza jinsi watu walivyobadilisha matumizi ya asili ya mahusiano ya kijinsia na kufuata yale yaliyo kinyume na asili. Anaeleza kuwa hali hiyo ni matokeo ya kuacha kumtambua Mungu na kwamba matendo hayo ni sehemu ya mwenendo mpana wa dhambi.
Pia katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 11, anaorodhesha aina mbalimbali za dhambi, akisisitiza kuwa watu wanaweza kubadilika, kutakaswa na kusamehewa. Kwa ujumla, maandiko yanaonyesha kuwa mpango wa Mungu kuhusu mahusiano ya kijinsia ni ule wa ndoa kati ya mwanaume na mwanamke. Aina nyingine zote za mahusiano ya kijinsia nje ya mpangilio huo zinaelezwa kuwa ni kupotoka kutoka kwenye kusudi la awali. Hata hivyo, ujumbe wa Biblia hauishii katika kukemea tu, bali pia unatoa tumaini. Inasisitiza toba, mabadiliko ya maisha na msamaha kwa wale wanaorudi kwa Mungu. Wanadamu wanahimizwa kuishi kwa nidhamu, kujizuia na kufuata maadili ya kiroho. Kwa hiyo, lengo kuu si kuhukumu tu, bali pia kuelekeza watu kwenye njia sahihi na kuwasaidia kurejea katika maisha yanayompendeza Mungu. Je, mwelekeo mkuu duniani kwa sasa upoje? Kwa ujumla, dunia imegawanyika katika makundi mawili. Kundi la kwanza ni mataifa yanayoruhusu na kulinda haki. Hapa zaidi ya nchi 38 duniani zinatambua ndoa za jinsia moja kisheria. Hizi ni hasa Ulaya, nchi kama Ujerumani, Ufaransa, Hispania, Amerika, nchi kama Marekani, Kanada, Brazil, baadhi ya Asia, nchi kama Taiwan, Thailand. Mfano wa hivi karibuni, mwaka 2025 nchi ya Thailand imehalalisha ndoa za jinsia moja. Hii inaonyesha kuwa baadhi ya jamii zinaendelea kuelekea kukubali ushoga kama haki ya kibinadamu. Kundi la pili ni mataifa yanayopinga na kuadhibu kabisa tabia za ushoga na mapenzi ya jinsia moja. Kwa upande mwingine, kuna nchi nyingi bado zinakataza ushoga kabisa. Baadhi zinatoa kifungo cha muda mrefu, adhabu ya maisha, hata hukumu ya kifo katika nchi chache, mfano Iran na Afghanistan, adhabu kali sana hadi kifo. Lakini pia Afrika kuna upinzani mkubwa unaongezeka dhidi ya mapenzi au ndoa za jinsia moja. Afrika kwa sasa ni moja ya maeneo yenye msimamo mkali zaidi dhidi ya ushoga. Sheria kali zinaongezeka. Mfano, mwaka huu 2026 nchi ya Senegal imeongeza adhabu hadi miaka 10 jela. Nchi ya Uganda pia iliweka sheria kali dhidi ya mapenzi ya jinsia moja miaka ya 2023, 2026. Baadhi ya makosa yanaweza kupelekea kifungo cha maisha au hata kifo. Nchi ya Burkina Faso mwaka 2025 ilipiga marufuku hata kuhamasisha ushoga. Kwa ujumla, nchi nyingi za Afrika zinahusisha ushoga na kupotoka kwa maadili, zinategemea sana dini na utamaduni katika kupinga. Je, mwelekeo mkuu duniani kwa sasa upoje? Kwa ujumla, dunia imegawanyika katika makundi mawili. Kundi la kwanza ni mataifa yanayoruhusu na kulinda haki. Hapa zaidi ya nchi 38 duniani zinatambua ndoa za jinsia moja kisheria. Hizi ni hasa Ulaya, nchi kama Ujerumani, Ufaransa, Hispania, Amerika, nchi kama Marekani, Kanada, Brazil, baadhi ya Asia, nchi kama Taiwan, Thailand. Mfano wa hivi karibuni, mwaka 2025 nchi ya Thailand imehalalisha ndoa za jinsia moja. Hii inaonyesha kuwa baadhi ya jamii zinaendelea kuelekea kukubali ushoga kama haki ya kibinadamu. Kundi la pili ni mataifa yanayopinga na kuadhibu kabisa tabia za ushoga na mapenzi ya jinsia moja. Kwa upande mwingine, kuna nchi nyingi bado zinakataza ushoga kabisa. Baadhi zinatoa kifungo cha muda mrefu, adhabu ya maisha, hata hukumu ya kifo katika nchi chache, mfano Iran na Afghanistan, adhabu kali sana hadi kifo. Lakini pia Afrika kuna upinzani mkubwa unaongezeka dhidi ya mapenzi au ndoa za jinsia moja. Afrika kwa sasa ni moja ya maeneo yenye msimamo mkali zaidi dhidi ya ushoga. Sheria kali zinaongezeka. Mfano, mwaka huu 2026 nchi ya Senegal imeongeza adhabu hadi miaka 10 jela. Nchi ya Uganda pia iliweka sheria kali dhidi ya mapenzi ya jinsia moja miaka ya 2023, 2026. Baadhi ya makosa yanaweza kupelekea kifungo cha maisha au hata kifo. Nchi ya Burkina Faso mwaka 2025 ilipiga marufuku hata kuhamasisha ushoga. Kwa ujumla, nchi nyingi za Afrika zinahusisha ushoga na kupotoka kwa maadili, zinategemea sana dini na utamaduni katika kupinga.